Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Sema Africa Media TV, na leo nikwambie tu tupo na muendelezo wa kipindi chetu bora kabisa cha maisha ya wasanii mtaani. Leo tupo wilaya Mjini, mkoa Mjini Magharibi, na leo tupo na msanii ambaye anafanya vizuri kabisa, ni chipukizi lakini anafanya vizuri katika mitandao ya kijamii, hususa katika akaunti yake ya TikTok. Huyu ni Jomo Trust Action ambaye tupo naye hapa, tutaenda kupiga naye story 1, 2, 3 ili uweze kumjua kiundani pamoja na historia yake ya sanaa. Nikwambie tu yeye ni content creator, lakini vile vile ni msanii ambaye anashughulika kwenye masuala ya comedian. Mambo vipi Jomo? Shwari kabisa. Kabla ya kuanza nikuuliza swali, watazamaji wetu ningependa kujua jina lako la uhalisia hasa ni nani, ukiachia ile jina la sanaa ambalo unalitumia. Sawa, jina langu la uhalisia kabisa ni Mukhtar Salum Seif. Okay. Sasa Jomo, hilo ni jina lako la uhalisia. Tukija kwenye jina lako la sanaa, yani hii Jomo Trust Action ilikujaje mpaka ukasema sasa mimi nataka nitumie jina hili hapa katika kazi zangu? Jina la Mukhtar Salum Seif lilikuja na wazee wangu walionipa, na pia Jomo limekuja la kwangu mimi, lakini limetoka kwa wazee wangu. Sema hapa kwenye Trust Action ndo nimeanza mimi. Nakumbuka baba ana rafiki yake wa zamani sana, lakini alikuwa chenga sana. Kwa hiyo aliponiona mimi utotoni na chenga hivi uchale mwingi, akaamua kunipachika jina la rafiki yake ambaye ni Jomo. Na tuanze kwa uchache kidogo historia ya wewe kuingia katika hii industry ya comedian na content creator. Yaani ulianzaje ukasema yes nataka niingie katika hii game? Hasira. Ilikuwaje? Kuna siku tulienda party, club night. Tulienda na bebe zetu, unajua, mademu wanawake. Tumeingia pale tukakuta ma content creator pale. Cha kushangaza sasa wale wanawake tulioenda nao wakatuacha sisi, wakaenda kule wakafuata mabebe wengine, wakafuata wale mastaa. Sisi unajua tu kawaida tunaingia pale alafu tunakuta mastaa. Kwa hiyo wale wanawake walituacha sisi pale wakawafuata nani? Wale mastaa. Kwa hiyo kile kitu mimi kiliniuma. Nikawaambia wale wanangu nilikaa nao pembeni, nikamwambia mimi nipeni wiki moja alafu mtaniambia. Na hiyo ndani ya wiki moja ni changamoto gani ambazo ulizipitia mwanzo ambao unaanza katika hii safari ya kuwa comedian? Kwenye kushoot ilikuwa kwa sababu nilikuwa sina watu maalum. Nawaambia watu wa mtaani naomba tushoot hivi na hivi, wanapotezea, lakini lengo langu nasema wale sisi tulizarauliwa, lakini ipo siku mimi ndo nitakuwa juu kuliko wale. Kwa hiyo kana napitia changamoto za watu wanaambia naomba shoot na wewe, lakini wanaona uzi tu. Naenda kushoot mimi na watu napata. Lakini mwisho wa siku katika wale watu ambao walifanya wale wanawake zetu sisi wanyanyuke wafuate wao, ndio wamekuwa wadogo, mimi ndo upo vizuri na tunaona hilo. Na labda swali jingine ni moment gani mpaka sasa hivi ambao umeifanya mwenyewe, yani ukiangalia unasema hii noma? Zipo nyingi sana. Lakini tuzungumzie hapa kwenye show, kwa sababu mimi pia ni comedy wa content creator, lakini pia ni stand up comedy. Kwenye stand up comedy ni stand up comedy mzuri sana, alhamdulillah. Kwa hiyo nakumbuka nilienda kwenye Photopia Festival ya hapa Zanzibar, Fumba. Nilipiga sana. Nilifanya nikasema yes hapa nimefanya. Kwa sasa hivi umekuwa ni maarufu kidogo, hususa katika visiwa hivi vya Unguja na Pemba, kwa sababu nimeangalia account yako ina zaidi ya followers 100,000. Hongera sana. Lakini followers wako wale na mashabiki zako, ukisoma zile comment zao, ni comment gani ambao ukiona yani inakubamba unasema yes sasa nipo vizuri? Yani ukiona kwenye mtandao wako unasema sasa hivi ni noma sana, katika zile comment ambazo ukipitia? Comment ambazo nikipitia ambazo nasema hizi comment hizi ndo zenyewe ambazo comment sana ambazo zinajirejea. Watu wengi yani utafikiri wanaambizana. Wanasema kwamba Zanzibar nzima hakuna comedy bora isipokuwa wewe. Zinakuwa zinajirejea sana. Mimi sijawahi kusema, lakini ndo washabiki wanasema sana kwenye Jomo, tukitaka sasa tunataka tumchukue Jomo tufanye naye kazi, kwamba tunataka tumpe kazi labda ya promote kitu fulani katika account yake, au promote duka au kitu chochote kile.
ni kitu gani ambao mkwanja kiasi gani mtu aje nao mezani ukasema yes huyu unafanya naye kazi kwa sasa hivi? Yes, kwa sasa hivi ambapo wewe mwenyewe unavyojiona hadhi ya account yako na wewe mwenyewe sasa hivi ni kiasi gani mtu akija nacho kusema hapa nakaa alafu nafanya kazi na hii kampuni au mtu yote yule? Kwanza nianze na sheria zangu. Sheria zangu mimi sipewe script. Okay. Yani usinipe maelezo jinsi ya kupromote biashara yako. Alright. Kwa sababu wewe umenifuata mimi, unataka biashara yako watu waijue. Umenifuata mimi ili nifanye watu biashara yako waijue. Yeah. Kwa hiyo usinipe script. Na kwa nini unipe script? Kama wewe unaona mimi ukinipa script ndio itakuwa vizuri. Basi hiyo script uichukue, ushuti wewe ili upromote biashara yako. Usinipe mimi. Mimi niachie mimi. Kwamba una promote hichi kitu. Labda mtu aje na kiasi gani labda ukasema anaanza kufanya naye kazi? Ni kiasi sasa. Tunaanza 3. Kwamba 300,000 mimi nakaa nafanya kazi na wewe. Tunafanya hapo fresh. Okay. Na mambo mengine yanaendelea. Okay, na mpaka sasa hivi tunakaa mimi na wewe tayari kuna kazi ambazo umefanya kwa sababu nakuona kuna baadhi ya media zinakucheck unafanya nazo interview na kuna baadhi ya clip umeona unafanya conversation na wageni. Kuna fursa zozote ambazo zishatoka hapo? Fursa zipo kama hapo kwenye wageni. Wale fursa zipo. Okay. Na mix tu lugha. Okay. So unajua wazungu waweze kuelewa Kiswahili. Ni maana kwamba unataka kusema kwamba risk tayari ishaanza kutanuka. Yes, risk zishaanza kutanuka alhamdulillah. Na ndio nilikuwa nakitegemea siku zote na dua zangu siku zote. Alright. Kwa Mungu. Unajua sisi vijana hata kama mtu asome. Lakini lazima dua. Of course, lazima usikate tamaa. Okay, labda nikuulize swali la kizushi sasa. Mashabiki wangependa kujua labda sasa hivi uko na mchumba, yani uko na bebes au upo single. Kama kuna watu pembeni labda waje wajiekeze kwako, ikoje? Ukweli ni kwamba yani mimi hata atokee mwanamke kwa kwenye mahusiano sitompenda. Kama tayari kuna watu wamevunja kabisa. Hata sio kuvunja, yani kuna watu ndio wamevunja kweli, lakini sasa hivi atokee mwanamke yote mimi sitompenda. Yani tutaenda. Inaweza ikapita wiki 2 mimi sijamtafuta, afu kamtafuta siku moja tu ngamba tuonane. Bi maana kwamba yani umelost kabisa. Yani mimi mwenyewe naona kama ndo nishapotea yani sina ile tabia ya kupenda penda. Okay, tunavyomuona Jomo Trust katika screen, yani katika muonekano ule kwenye kazi yake, na ndo vile vile lifestyle yake nyuma ya kamera. Mimi si fake maisha. Ni swala la kufake maisha, si fake. Unachokiona kule ndo hicho. Okay. Yani unachokiona mazingira ya kule basi ujue hicho ndo hicho. Okay. Sifegi maisha. Ukija kuona kule mmeendesha gari basi na huko ujue gari. Yani ndo lifestyle yako ambayo sasa hivi kule hujaona mmeendesha gari. Sijaona bado. Alright. Na labda swali jingine nikuulize, tukija kwenye haya maisha sasa kwenye jamii sasa hivi wanakuchukuliaje pamoja na familia? Tayari umeshakuwa maarufu, unafanya comedian. Kuna baadhi ya comedian zinakuwa ni ujumbe kwa jamii, kuna nyingine zinaburudisha, maana ni burudani kwetu. Sasa jamii ambayo inakuzunguka na familia kijumla imekubebaje? Wewe kama wewe. Jamii kama hapa ninapoishi. Wananiona sana mtu wa juu yani. Okay. Wanasahau kwamba mimi nimekulia hapa. Okay. Yani wao wanaona mimi ndo mtu wa juu sana. Sasa mimi nawakumbusha tu, naambia mimi nimekuwa hapa. Okay. Tangia mdogo niko hapa. Tatizo nini? Kuchukulia namba ukaniona mimi star nini. Okay. Okay. Mimi nashukuru sana kwa time yako. Nafikiri tunashukuru sana kwa kutupa muda wako mzuri. Nafikiri watu wamekujua. Ingawa masomo fall in love ni ngumu sana kumwamini mtu. Nafikiri hiyo ni mada nyingine ambayo tutakuja kupiga nayo story 1 2 3. Na vile vile sikutegemea kama utakuwa very polite na tofauti kwenye kamera. Mimi nakushukuru sana. Na mpenzi mtazamaji wa Sema Africa Media TV, nikwambie tu nilikuwa na Jomo Trust ambaye anafanya vizuri katika mitandao yake ya kijamii. Na chingine tu nikwambie ni mmoja kati ya watu ambao wananyanyua sasa sanaa ya comedian katika visiwa hivi vya Unguja, ikimaanisha Unguja na Pemba. Ni watu ambao tayari wanafanya vizuri na tunawaona katika performance zao. Nikwambie tu mwanzo wa kipindi hichi ndio muendelezo wa kipindi kijacho. Nikutakia kila laheri. Nyuma ya kamera nilikuwa na Mjana Heri. Bye bye.